Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amebadilisha hukumu ya kifo ya Wamarekani watatu waliopatikana na hatia ya kushiriki katika jaribio la mapinduzi jijini Kinshasa mwaka jana. Msemaji wa rais amethibitisha Jumatano hii. Kwa mujibu wa msemaji wa ikulu Tina Salama, amri ya rais imebadilisha adhabu yao kutoka kifo hadi kifungo cha maisha gerezani. Hatua hii inakuja zaidi ya miezi 6 baada ya mahakama ya kijeshi kuwahukumu watu hao watatu pamoja na wengine zaidi ya 30 kwa kuhusika katika njama ya mapinduzi ya Mei mwaka 2024. Uamuzi huo pia unafanyika huku kukiwa na mazungumzo yanayoendelea kati ya Kongo na Marekani kuhusu mkataba wa madini kwa kubadilishana na msaada wa usalama wa Marekani kusaidia Kinshasa kukabiliana na waasi mashariki mwa nchi hiyo. Jaribio hilo la mapinduzi lililosababisha vifo vya watu 6 liliongozwa na mwanasiasa wa upinzani asiyejulikana sana, Christian Malanga, ambaye aliuawa na majeshi ya usalama alipokuwa akikamatwa baada ya kuonesha moja kwa moja shambulio hilo kupitia mitandao ya kijamii. Miongoni mwa waliohukumiwa ni mtoto wa Malanga, Marcel Malanga, mwenye umri wa miaka 21 na raia wa Marekani, aliyeambia mahakama kuwa alilazimishwa kushiriki na baba yake. Pia walihukumiwa Tyler Thompson Jr., Marekani mwingine mwenye miaka 21 kutoka Utah na rafiki wa karibu wa Marcel, pamoja na Benjamin Ruben Zalman Paulun mwenye umri wa miaka 36 anayeripotiwa kuwa na uhusiano wa kibiashara na Malanga kupitia kampuni ya madini ya dhahabu. Baba alitutishia kutuua kama hatutafuata maagizo yake, alisema Marcel mahakamani. Washtakiwa wengine walikuwa raia wa Kongo pamoja na raia wa Uingereza, Ubelgiji na Canada. Mashtaka yao yalihusisha jaribio la mapinduzi, ugaidi na ushirikiano wa kihalifu. Watu 14 walifutiwa mashtaka. Wakati huo huo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuwa mshauri mkuu mpya wa rais Donald Trump kuhusu masuala ya Afrika, Masad Boulos, ataanza ziara yake rasmi katika Kongo, Rwanda, Kenya na Uganda kuanzia Aprili 3. Lengo la ziara hiyo ni kuendeleza juhudi za amani mashariki mwa Kongo na kukuza uwekezaji wa sekta binafsi ya Marekani katika eneo hilo.